Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa Ikulu jijini Dar es Salaam tarehe 30 Julai mwaka 2026. Mkuu huyo wa nchi aliongoza mkutano huo muhimu wa kiutendaji uliowajumuisha wawakilishi kutoka vyama mbalimbali vya siasa vilivyosajiliwa kisheria, huku picha rasmi za tukio hilo zikionyesha mazungumzo yakifanyika katika ukumbi wa mikutano wa jengo hilo la kiserikali. Kurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu nchini Tanzania imeweka wazi kuwa kikao hicho kilifanyika kwa nia ya kukutana na wajumbe hao, ingawa haijatoa maelezo ya kina na ya kinagaubaga kuhusiana na ajenda mahususi na mambo yote yaliyojadiliwa ndani ya ukumbi huo. Kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais Samia Suluhu Hassan alionekana akibadilishana mawazo na wanasiasa hao wakongwe na wapya, ambapo miongoni mwa sura zilizoshiriki ni pamoja na aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais Mzee Stephen Wasira, pamoja na mwenyekiti wa chama cha Chauma Hashim Rungwe. Mkutano huo wa Ikulu jijini Dar es Salaam unakuja katika kipindi ambacho mfumo wa kisiasa nchini unaendelea kushuhudia mijadala mbalimbali kuhusu ujenzi wa demokrasia na masuala ya maendeleo ya taifa. Wananchi na wadau mbalimbali wa habari wameonyesha hisia tofauti kufuatia kuonekana kwa picha hizo rasmi, ambapo wengine wameeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha umoja wa kitaifa na maridhiano ya kisiasa. Mkuu huyu wa serikali na kiongozi wa dola Samia Suluhu Hassan anaendelea kutekeleza falsafa yake ya uongozi inayojikita katika misingi ya maridhiano, ustahimilifu pamoja na mabadiliko ya pamoja na kujenga upya taasisi za nchi. Mazungumzo hayo ya tarehe 30, yani jana Julai, katika jumba la serikali yanaingia kwenye kumbukumbu za matukio ya kisiasa kama sehemu ya juhudi za kuleta vyama vyote vya siasa meza moja kwa ajili ya mustakabali wa nchi. Wananchi wengi waliotoa maoni yao mitandaoni wameeleza kuwa kukutana kwa viongozi hao ni ishara ya utulivu wa kisiasa, huku wengine wakioji sababu za baadhi ya vyama vikuu vya upinzani kama Chadema kutohudhuria au kutojumuishwa katika picha hizo rasmi zilizotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Ikulu ya Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kama unavyojua, amekuwa akisisitiza umuhimu wa utulivu na amani katika kipindi chote cha uongozi wake hadi sasa, ili kuwezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na ukuaji wa uchumi wa taifa. Hata hivyo, kutokana na ukosefu wa taarifa za kina kutoka mkurugenzi wa mawasiliano wa Rais Ikulu kuhusu yaliyojadiliwa, wadau wengi wa demokrasia wamebaki wakisubiri kwa hamu taarifa rasmi ya serikali itakayoeleza matokeo au maazimio ya kikao hicho cha tarehe 30 Julai. Mjadala mkubwa uliopo sasa katika jamii unajikita kwenye nafasi ya vyama vidogo vya siasa katika kuleta mabadiliko ya kiutawala na iwapo maoni yao yanapewa uzito unaostahili. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa nchi Samia Suluhu Hassan anaendelea kuonyesha njia ya mashauriano kulingana na misingi inayojiwekea aliyojiwekea tangu alipoingia madarakani kupitia mpango wa maridhiano ya kisiasa. Ushiriki wa viongozi kama Mzee Stephen Wasira na Mzee Hashim Rungwe katika mkutano huo wa Ikulu jijini Dar es Salaam unadhihirisha uwepo wa uwakilishi kutoka mtazamo tofauti wa kisiasa, ingawa wachambuzi na wananchi wengi wa mtandaoni wameeleza na wameendelea kuoje mchango halisi ya vyama visivyo na uwakilishi mkubwa bungeni. Mkutano huo pia unauguzia masuala ya utayari
wa nchi kuelekea michakato mbalimbali ya kidemokrasia na uimarishaji wa tume ya uchaguzi. Mkuu huyu wa nchi na amiri jeshi Samia Suluhu Hassan anakabiliwa na matarajio makubwa kutoka kwa wananchi wanaotamani kuona matokeo ya moja kwa moja ya mikutano hiyo pamoja na mikutano mingine katika maisha yao ya kila siku na ustawi wa demokrasia. Wadau wa masuala ya kisiasa wameeleza kuwa uwepo wa viongozi hao wa vyama vya siasa katika jengo la Ikulu unaonyesha utayari wa serikali kusikiliza pande zote, ingawa kutoonekana kwa viongozi wa Chadema kumesua masuala mengi miongoni mwa wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa nchini. Wananchi wanaendelea kuchambua picha na ujumbe mbalimbali zilizosambazwa, huku wakisisitiza haja ya uwazi zaidi katika mikutano ya kiwango hicho cha taifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mikutano ya aina hii anaendelea kuweka msisitizo kwenye kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele, kama nguzo ya kuunganisha Tanzania wote bila kujali tofauti zao za kiitikadi. Hatua hii ya kukutana na viongozi wa vyama nchini Dar es Salaam jana inatajwa na baadhi ya wadau kama hatua ya kimkakati ya kuhakikisha kuwa hali ya kisiasa inabaki kuwa tulivu. Jamii inaendelea kufuatilia kwa karibu kuona kama kutakuwa na mwendelezo wa mikutano mingine ya namna hii itakayoshirikisha wadau wengi zaidi na kisiasa na washiriki ya kiraia nchini pamoja na mashirika ya kimataifa wanao makao hapa jijini Tanzania. Kiongozi huyo wa dola na serikali yake ya awamu ya sasa ameshuhudia namna maoni ya wananchi kwenye mitandao ya kijamii yakigawanyika kati ya wale wanapoongeza hatua ya maridhiano na wale wanaopinga ushirikiano wa vyama vinavyoonekana kutokuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini. Katika maoni hayo, wananchi wengi wamehoji iwapo kikao hicho kilihusu mchakato wa katiba mpya au kurekebisha mifumo ya uchaguzi ili kuhakikisha haki na usawa kwa vyama vyote. Hata hivyo, kutokana na kutotolewa kwa maelezo rasmi kuhusu dhumuni ya mkutano huo, mijadala hiyo imebaki ikitawaliwa na mawazo na maoni tu ya wananchi kwenye majukwaa ya kidijitali. Mkuu huyo wa nchi na mwenyekiti wa CCM ameweka wazi mara kadhaa kwa kuwa milango ya serikali yake iko wazi kwa chama chochote cha siasa kinachohitaji kuzungumza na kushirikiana katika kujenga taifa. Mkutano huo wa tarehe 30 Julai jijini Dar es Salaam unadhibitisha nia hiyo ya wazi ya serikali kuendelea kukutana na viongozi wa kisiasa wanaokubali wito wa kujadiliana. Kwa upande mwingine, sehemu ya wananchi wanaamini kuwa uwepo wa vyama vyote vikuu vya upinzani kwenye mikutano ya namna hii ndio utakaotoa taswira kamili ya maridhiano ya dhati ya kisiasa nchini Tanzania.